Mola wa ulimwengu na msifu na mtukuza na tubia kwake Allah subhanahu wa ta'ala. Nashuhudia kuwa yeye ni mmoja, hana mshirika. Nashuhudia kuwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ni mtume wake Allah, pia mjumbe wake. Amani na salama zimfikie Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, yana alize na sahabaze na wale ambao watafuata nyayo zake mpaka siku ya mwisho. Waislamu watukufu, nafahamu vyema ya kuwa tulikuwa katika masala ambayo almawadhi allati tusalla fiha, masala thalitha katika mlango wa Ijumaa, nafasi ambazo mlango wa Idi, nafasi ambazo inasaliwa. Nakumbuka hilo Waislamu. Neno Idi ni neno la Kiarabu, mayaudu wa yatakarar, kile ambacho kinajiripiti na kinajirejea kinaitwa Idi. Sheria ikaja ikathibitisha Idi ambayo ni sherehe ndani ya Uislamu ni mbili tu, baada Ramadhana, baada ya mwezi mtukufu wa Ramadhan, tarehe moja ya mwezi wa Shawwal Idi inakuwepo, na hiyo ni Idul Fitri, Idul Fitri. Na mwezi wa Shawwal tarehe 10 ikawa Idi ambayo inaitwa Yaumul Hajj al-Akbar. Hizi Idi mbili ni sherehe katika sherehe za Kiislamu na ni ibada pia. Na kutaka uzifahamu zaidi, hata Waarabu walikuwa wakitaka kuonesha kitu kama ni kitu special, wanazungumzia habari zaidi. Anasema ma marra dhikruka illa wabtasamtu lahu kaannaka al-eid wal baquna ayyam. Anasema, anamwambia mtu wake ambaye alikuwa akimtukuza na akimuona ni mmoja katika watu wake khawas, watu ambao wanamhusu sana. Anasema ma marra dhikruka illa wabtasamtu lahu, hakika likitajwa jina lako na tabasamu mimi. Kaannaka al-eid wal baquna ayyam, utadhani wewe ni siku ya Idi na watu walao baki wote duniani ni siku. Anasema Waarabu kuwa wakionyesha kuwa siku ya Idi ni siku special, ni kuwa wanaingoa katika siku za kawaida wanapozungumza hiyo siku. Kwa hiyo Waislamu, wakati tulifika hii masala ya tatu, wanachuoni huyo au wanachuoni ambao wamekusanyika kutoka katika Wizara ya Shughuli Islamia kule Saudia, hichi kitabu hichi ambacho ni Fiqhul Muyassar, ndio waliweka hizi masala ambazo zinakwenda sambamba na sheria za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Nasema yusannu an tusalla fi sahra kharij al-bunyan, ni sheria, ni sunna isaliwe hiyo swala katika Sahara, katika uwanja nje ya jengo. Hivyo mnaona ya kuwa swala ya Idi nafasi yake ni kusaliwa nje ya jengo. Kama nafasi yake ni kusaliwa nje ya jengo, wale ambao wanaisalia msikitini vipi? Mimi sijazungumza masala swala ipo au haipo, lakini je, wanaambatana na njia alizopita Rasulullah sallallahu alayhi wasallam? Wanaambatana na sunna alizokuja nazo Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam wakati wa kutekeleza hadhi shahira na adhima? Na nyie mnafahamu vyema kuwa sisi nahnu mutaabadun, sisi tumepewa amri ya kuabudu, tukanyage alipokanyaga Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tupite alipopita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aliswali Mtume Muhammad kharij al-bunyan, nje ya jengo. Unapozungumza jengo ndio msikiti na vingine na vingine, alisali huko. Allahumma illa
ayami matira, siku ambazo zilikuwa ni za mvua. Sawa, nasikia kuwa kilichomfanya asalie mle ni siku zilikuwa za mvua lakini siku ambazo kulikuwa hakuna mvua aliswali katika muswala, katika uwanja. Sasa wewe unaposwali swala ya Eid kwenda misikitini, uko wapi na njia, uko wapi na sunna za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Walillahi alhamdu wal minna. Mufti ameliona hilo kwa umakini, akapelekea Mwenyezi Mungu saddada Allahu khutaa, akawa ameweka sasa la Eid na kuzipunguza, kwa sababu nyingi zilikuwa sharia ipo ndogo, mtu anaamua mimi naanzisha la Eid, anaanzisha, zikawa ni la Eid za nyingi za fujo, ameziweka fasi moja. Walillahi alhamdu wal minna, tena kharij albunyan, nje ya majengo, tunakuwa tunaswalia sote nafasi moja, tena na umoja wetu. Ndio maana wakati wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam la Eid zilikuwa hazikuwa na wingi kama huyu ambao mnauona. Sio tu la Eid, hata swala ya Ijumaa hazikuwa na wingi kama jinsi tunauona. Unazungumza swala za Ijumaa, alitoa ruhusa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, zilikuwa 3. Watu wa Jawafa mkoa huyo walikuja kumwomba Mtume awape ruhusa ya kuswali swala ya Ijumaa karibu na mpaka wa Iraq, akawapa ruhusa na wao wakajisifu katika mashairi yao, wal masjidu thalithu ash-sharqi kana lana wal minbarani wa faslu al-qawli fi al-khutbi ayyama la masjidan lillahi na'rifuhu illa bi taybata wal mahjubi dhil hijab. Kama Ijumaa zilikuwa ndogo, vipi Idi? Kwa ndugu zangu Waislamu, alisalia nje ya jengo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni hadithi ya Abi Said, kwa hadithi ya Abu Said inasemaje? Kana nabii sallallahu alaihi wasallam yakhruju fil fitr wal adha ila al musalla. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa akitoka katika Eid ya fitr Eid ndogo ile ambayo tunaita kwa lugha yetu ya Kiswahili wal adha, na Eid ya kuchinja ambayo ni kubwa tunaita hivyo, ila al musalla, anakwenda kwenye musalla nje kabisa, anaswali salatul Eid. Wal qasdu min dhalika, lengo kwa hayo. Kwa hiyo Mtume alifanya hivyo, wallahu a'lam. Anazungumza yaruddu ilma ila Allah tabaraka wa taala, na hapa ni adabu ya wasomi wetu wakubwa, walimzetu masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wakati unapozungumza neno unarejesha elimu kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Uislamu, na hapa napata kumbukumbu hadithi ambayo inapatikana katika Fathul Bari ya kisa cha Musa alayhi salam, waqafa ala nasi khatiban, aliwahutubia watu siku moja khutba. Falamma raqat alqulub wa dharafat alayun, wakati nafsi zimepatwa na woga sasa, zimelainika kweli kwa kusikia maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, watu wakalia msikitini. Musa anamaliza khutba, tayari anatoka, ibada imeshaisha, anatoka nje, mtu akampata tabia rajulun min bani Israil, akafatwa na mmoja katika wana wa Israeli, akasema ya Musa, hal hunaka ahadun alamu minka, kuna mtu ambaye ana elimu kukuzidi? Nasiya Musa an yarudda ilma ila Allah tabaraka wa taala. Musa akasahau kurejesha elimu kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wal hadith bi sahih al-Bukhari. Fa'atabahu rabbuhu, Mwenyezi Mungu alimlaumu hilo jambo, kisha akamwambia kuna mtu ambaye a'lamu minka. Musa akamwambia anna li bi, mimi tamjuaje? Waislamu, amara Allah Musa an yakhudha hutan wa yadahu fil miktal, anamwamrisha Musa achukue samaki aiweke kwenye kapo, aipeleke amkaange, iwe kama zadi kabla yake ya safari. Amekwenda huko mpaka samaki akatoka kwenye kapo akaingia baharini. Ule kijana wake Yusha ibn Nun akawa hakumzindua, kwa sababu alipatwa akhadhahu ghafwatan minan nawmi liyastaria,
alichoka, akawa amechegama kidogo, akapatwa na usingizi. Anaamka kijana, ndo anaambiwa na Musa, leta sasa, atina ghadaana laqad laqina min safarina hadha nasaba, leta sasa chakula chetu ambacho tulikiandaa, safari imetuchosha. Una tadhakkara alfata. Hapa ndipo kijana akakumbuka kuwa ule samaki alifanya nini mzee wangu, alitoka mle. Fartada ala atharihima qasasa, wakarudi sasa. Hapa ndipo wakakutana na nani? Walikutana na nani? Khidrun. Walikutana nani? Walikutana Khidr, akamtolea salamu, kwa sababu katika sharia wanasema walimkuta wakad iltafa bitanfasatin khadra, amejifunika kitambaa chenye rangi ya kibichi. Mtolea salamu. Alipomtolea salamu akamwambia anna bi ardhika salam, hii ardhi nini imetoa salamu ya Mungu. Alimtazama akamwambia ana Musa, akamwambia Musa Sheikh Bani Israil, ndio. Akawa amesema nimekuja litwalimani mimma ulimta rushda, unifunze kile ambacho ulifunzwa na Allah katika uongofu. Ndio akamwambia utaweza yangu kweli? Hapa ndipo kisa mnakijua, mpaka baadhi ya wanachuoni akiwemo Imamu Suyuti hajui, ye mwenyewe amesimama amekaa katikati, anasema mimi kwa kweli nakaa kimya, sijui kama alikuwa ni mtume Khidr au alikuwa ni mja mcha Mungu, kwa kuwa alimfunza Musa na kuna vitu alifanya anaamrishwa na Allah moja kwa moja bilwahi. Huna tawaqqaf. Hapa akawa amefanya nini? Amesimama, hakutoa msimamo wake, akasema kuwa huyu ni mcha Mungu au ni nabii wa Mwenyezi Mungu. Imamu Suyuti huyu anazungumza katika manzuma, wakhtalafat fi Khidrin ahlu nuqul qila nabiyyun aw waliyyun aw rasul Luqmana Dhulqarnaini Hawa Maryami walwaqfu fil jamii ra'yul mudhan. Duni Imamu Suyuti. Waislamu tukufu, hili neno wallahu a'lam ni taaduban ma Allah. Hada Mwenyezi Mungu ndiyo mjuzi, na hakuna kitu ambacho kinahitajika kwa wasomi wote na awamu nas na wasio kuwa wasomi kama kuwa na adabu na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mtu anakosa adabu na Allah Subhanahu wa Ta'ala, sio kwamba unamtusi, lakini kaifa tukhatibu rabbaka, wewe utazungumzaje na Mola wako? Waislamu, mtu ajifunze jinsi atazungumza na Mola wake, nayo pia ni ibada. Musa alayhi salam wakati Mwenyezi Mungu anamuuliza wama ajalaka an qaumika ya Musa, kwa nini ulifanya haraka? Umetoka kwa haraka sana, umekwenda hujui kama huku nyuma kuna watu wameshabadili dini nyingine, watu wameandaa wamemtengeneza Mungu bandia. Kwa nini wamekwenda mpaka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alivyonukuu hicho kisa? Musa anazungumza alitoka na wana wa Israeli 70 rajulan minhum. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anamwambia hiyo haraka, ndo akamwambia hum ulai ala athari. Kuna kitu alikivunja hapa, kuna kitu alikiondoa katika lugha ya Kiarabu. Ulai kuna harfu ha wanaitaga litambii, herufi ya ha. Hii herufi kawaida kwenye ismul ishara, jina la kuashiria, kawaida ni ya kuzindua. Yani mtu ameghafilika unamzindua, haula ndo wale, yani unamzindua. Sasa angemwambia Mwenyezi Mungu ndo wale, hapa inakujaje? Hili neno mnalisikia linasoneaje? Unasikia vizuri eh? Akaitoa ile herufi Musa akasema hum ulai ala athari. Nasikia akaitoa ile ha utambii, ile herufi ya zinduo, kwa sababu Mungu huwezi ukamzindua Allah Subhanahu wa Ta'ala, wala hajaghafilika wala hatoghafilika. Akaitoa taaduban ma Allah tabaraka wa ta'ala.
Kwa hiyo wanachuoni watu wanatufunza wakati wa masala ya fatwa, wakati unawasimulia watu, wakati rejesha elimu kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Akasema wal qasdu min dhalika, na lengo kwa hayo ya mtume kuwa anatoka idi ndogo na idi kubwa anasalia nje, lengo ni ili. Kisha akasema wallahu a'lam, Mwenyezi Mungu ndo mjuzi zaidi. Idharu hadhihi shaira wa ibrazuha, kuonesha hii ibada ambayo ni alama katika alama za kuonesha Uislamu. Uislamu hivi, nataka ni ukweli wa mambo. Toka tulianza kusali la Idi moja, ukweli wa mambo, unajua mnyonge mnyongeni haki yake mpeni. Mlishasalia, nadhani mlishasalia kwenye Idi ile la Idi ya umoja hii. Ukweli wa mambo mnaionaje? Tupeni tafsiri. Kwa kweli inapendeza, inapendeza. Ndio la Idi ukiisali unajihisi kama mashallah tabaraka. Na wazee hakuwasahau pia, akawapa kiwanja ili msiji mkasema miguu nayo bwana imekataa, akawawekea. Sasa mnataka nini tena wazee wangu? Shali wawekea na nyinyi, akawekea hapa. Mnataka nini tena? Hamtapataka vyeupe tu moja kwa moja. Burundi naona lazimishaga mtu awe moja kwa moja. Ukiwa shekhe wewe mweupe, malakun karim, malaika umetoka mbinguni, wewe utamtoa wapi? Utamtoa wapi? Unasikia vizuri? Kullu yusibu yukhti, kila mtu anapatia na anakosea ibada Allah. Na nielewa vizuri. Kwa ndugu zangu Waislamu, Mtume alivyoweka hii ibada isaliwe nje, kutaka kwanza itambulike na kujidhihirisha, mjulikane. Hivi leo kuna mtu anaweza akasema tuko tena 2 kwa 100? Yupo aseme? Yupo? Kwa sababu ukienda siku ya Idi, la Idi, unapokwenda kwenye viwanja vya mpira vyote vimejaa. Ukienda Gitenga kimejaa, ukienda Ngozi kimejaa, ukienda Mwinga kimejaa, ukienda Rumonge wanasalia pale msikiti pale wamejaa. Mwenyezi Mungu ajalie wao na umoja pia. Ukienda Makamba pamejaa, ukienda. Kwa nini? Kwa sababu tumetoka na tukajikusanya, ikaonekana sisi wanani, sisi wanani. Haya aliyataka Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wayajuzu salatuha fil masjid aljami ma'a udhrin, na inajuzu kusalia kwenye msikiti mkubwa, kwenye msikiti mkubwa kama patakuwepo mvua. Swali sasa, mvua imenyesha Buyenzi, tutasalia wapi? Jibieni kama sheria inavyozungumza. Mvua imenyesha Buyenzi, tutasalia wapi? Haya mwendo mmeyasema, sio mimi. Nikiyasema mimi, tafsiri itakuwa ni nyingine. Unajua mimi kuna wakati wanafikia kunipa kama mimi ndio kiongozi wa barabara ya 13. Wala mimi sio kiongozi wa barabara, wala simo hata katika kamati. Na nielewa vizuri, simo hata katika kamati. Ndugu zangu Waislamu, inajuzu kusalia swala kwenye msikiti jamia. Jami ni msikiti ambao tusalla fiha aljumuat, tusalla fihi aljuma, zinasaliwa juma. Msikiti mkubwa ambao unakusanya idadi kadhaa nyingi kubwa. Hawe msikiti huyu ndio unaosaliwa swala ya Idi kama kutakuweko mvua, kalmatar. Ikiweko udhuru kama mvua, warihu shadid, na upepo mkali, kwa sababu hautatukataza sisi kwenda kusali, lakini sisi tutasalia huku ambako tumeruhusiwa kama msikiti mkubwa. Wanahu dhalika, na mfano kama huyo, na mfano kama huyo. Kwa ndugu zangu Waislamu, sheria ni mtu kusali swala ya Idi wapi?
Wapi? Wanaosalia misikitini, wanaosalia misikitini, mimi sio au sina judgment ya kusema hilo, lakini je, walifanya alichokifanya Mtume? Maana markazi inasali, Sunni wanasali, Sunni markazi inaswali, markazi alhamdulillah haikuswali, walillahi alhamdu, haikusali huyu mwaka, na natamani Mwenyezi Mungu awajalie na viongozi wa kusuni tusali nao kule ambako tunaswali, kwa sababu ndio sheria. Mnanielewa? Tuswalie kharij albunyan, nje ya majengo, ndio sheria. Sisi hapa duniani kuna kitu ambacho Mwenyezi Mungu alitupa, mtafanya, mtafata, mtatembea kama jinsi alivyofanya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kimekushinda usisemi kuwa ni sheria. Nasikia vizuri? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema kul in kuntum shartiya, kama mnasema mnanipenda mimi Mola wenu, fatabiuni, mfuateni Mtume, nifuateni mimi. Waambie kama wananipenda mimi Mola wao, wakufuate wewe. Waambie wakufuate, nifuateni mimi. Haya ni maneno ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tena na shartia, in kuntum tuhibbuna Allah, kama mnampenda Allah Subhanahu wa Ta'ala, nafanyaje sasa? Ni kumfuata Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na hakuna Muislamu sawa wanaosalia misikitini na wanaosalia uwanjani, wote tunakusanyikia kwenye kumpenda Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ili alama za haya matendo yetu kuwa tunampenda, tufanyeje ndugu zangu? Tufanye alivyofanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ndio, na hapa ndipo pana mstari mwembamba sana wa watu kujua uhalisia wa mambo wa sunna kuwa ni sheria. Useme sunna ni sheria, sio khiari ya mtu wetu la, ni sheria. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliwaambia katika kitabu chake, falyahdhari alladhina yukhalifuna an amri an tusibahum fitna au yusibahum adhabun alim. Haya ni maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu, wajihadhari, hadhari. Falyahdhari alladhina yukhalifuna, wajihadhari wale ambao wanakhalifu amri ya Mtume. Amesema hamjafanya, nakaa hata matu ni sunna, ni kitu chepesi. La, sio kitu chepesi. Ibn Umar alikuwa msikitini siku moja, adhana ikatoka, mtu akatoka, akamwambia hapana, mmekatazwa kutoka ndani ya msikiti, adhana imetoka. Akasema mimi naenda tu pale, nifike narudia, ni karibu tu. Alipokwenda akafanya ajali, akaanguka kwenye kisima, fasi ambapo wamechimba, akavunjika mguu. Akavunjika mguu, anarudi, Ibn Umar akamtizama, akamwambia unaona, Mungu alishasema falyahdhari alladhina yukhalifuna an amri, wajihadhari wanaokhalifu amri ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So sheria hairuhusu mtu kutoka, yani sheria inapozungumza sunna, usitoke, adhana imetoka. Allahumma illa lidharuratin quswa, sio ile dharura kubwa ambayo haikuruhusu wewe kubaki msikitini, kama haja. Mimi nataka kwenda haja, si utafanya na mengine katika zile dharura kubwa. Ndugu zangu Waislamu, yote haya ni dalili ya kuonesha swala ya Eid zote mbili zinasaliwa nafasi gani? Zinasaliwa nje ya majengo. Walillahi alhamdu wal minna. Leo watu tumeanza kwenda vizuri. Kumbukeni kwa markazi alikuwa haendi mtu isipokuwa kuna nguo fulani anaenda kutoa message ya kidunia. Watu wadogo kama sisi kwenda kule, utakwenda kufanya nini? Sijui nyie mlikuwa mnakwenda kule, ni message unakwenda kuambia watu. Kama kanzu sio hizi ambazo tunavaa, kuna kanzu special na sandala special na baze special, yani ikawa ni vurugu. Swala haitambulika, haitambuliki, ni hii ya Mungu wana nyingine. Mchanganyiko ulikuwepo, lakini leo
walillahi alhamdu, tunakwenda chini ya sheria Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Nini? Kwa sababu asili ya swala ya Idi isaliwa uwanjani na pakuwa kizizi na markazi. Miaka iliyopita mimi niko mdogo, swala haikuwa inasaliwa msikiti wakati wa kina Sheikh Abubakar Ali, mufti al-asbaq, mufti wa zamani, alikuwa kuna nguvu. Hapana, swala itasaliwa uwanjani, na sijui kilichowasibu nini mpaka waisalie swala msikitini, hatujui. Lakini judgment mimi sina, lakini mtume aliisalia wapi? Uwanjani. Aliisalia msikitini, katika misikiti mikubwa. Msikiti mkubwa wakati gani? Wa udhuru, kama mvua na upepo mkali, ndo aliisalia msikitini wakati wa mvua Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. Hivyo tukaombwa na sheria ili kujua na kumfuata kiongozi wetu, twende tusalie aliposalia Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, ambaye ndio kiongozi kudwa. Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, ikabaki hivyo na itabaki ni sheria madal haya uhai mpaka siku dunia itatanguka, sheria iko pale pale. Swala ya Idi itasaliwa wapi? Itasaliwa wapi? Uwanjani. Hivyo Islam zimebaki dakika 5, wanaktafi bihadha wanujibu ala asilatikum insha Allah. Naam, tafadhali, karibuni. Kesho tukutane kwenye Sharh Sunna, Imam al-Barbahari, barabara ya 9 wa